au mtoto wa kiume amebebesha mimba, baba atakulaumu wewe. Kwa nini tunalaumiwa? Well, yako machache ambayo wanasema, lakini nadhani ni jamii ambazo namna ambavyo tunazokuwa tunazipokea. Jamii yetu ya Kitanzania inakuwa inaamini kabisa kwamba kweli baada ya kuzaliwa, hasa huku mijini, hata kule kijijini, kwamba mama ndio utakuwa unamfundisha mtoto wako namna ya kukaa, namna ya kuvaa pedi. Yaani baba hatutarajii kwamba hatutarajii kwamba baba ndio amfundishe mtoto wa kike kuvaa pedi, si ndio? Nasema hivi kwa sababu wote tuliopo hapa ni zaidi ya miaka 18. Kwa hiyo na baada ya hapo mama unakuwa karibu sana na mtoto wako wa kike. Kwa hiyo ile mentality nasema kwa hiyo kumbe wa mama sio wote, ila walio wengi wanakuwa wanajua mtoto wangu yuko hivi, au rafiki wa mtoto wangu ni fulani. Kwa hiyo likija kutokea kwa mtoto wa kike, yani lawama zinaenda kwa mama kwa sababu ya mazingira ambayo tuliyojitengenezea. Lakini kimsingi sio wote. Mama unaweza ukajitahidi ukalea vizuri, lakini mwisho wa siku mambo yakaribika. Kulikuwa na familia moja ambayo kwa kweli walijitahidi sana kuwalea watoto wao vizuri mno, lakini mbaya zaidi kwamba yani wamejitahidi kuwalea vizuri, wakawalisisha imani, watoto wakapata mimba. Sasa unaanza kujifikiria sasa alikengeukia wapi? Kuja kufuatilia, kumbe sio hata katika mazingira ya nyumbani, ni mazingira mengine tofauti. Lakini kwa sababu yani mazingira yetu yanasema kwamba mama ndio kila kitu katika familia, kwa hiyo wanakuwa wanajua kabisa kwamba mama utakuwa unajua nyenendo za mtoto wako, unaona, utakuwa unajua mapito yake, na yawezekana hata wale boyfriends zake unawafahamu. Ndio concept tulionayo, lakini sio wote na sio katika mazingira yote kwamba wote wanaopata mama anakuwa anahusika. No, kweli wapo ambao baadhi yao, sio wote, naomba ninukuu vizuri, sio wote, lakini wakati mwingine na haya mabadiliko ya teknolojia na yenyewe pia yanabadilisha tabia za watoto. Kwa hiyo sio lazima tumtupie lawama mama, yawezekana pia mtoto akiharibika mambo yanaweza yakabadilika. Tuko pamoja jamani? Kwa hiyo ni kwa sababu ya mazingira ambayo tuliokuwa tunakulia, kwamba kwa mtoto wa kike au wa kiume kuna tabia moja inasema hivi: mtoto wa kike mara nyingi ni rafiki wa baba akiwa mdogo, si ndio? Baba huwa anampenda sana mtoto wa kike. Mtoto wa kiume anapendwa sana na mama. Sijui kama ni kweli, nyie mlioko kule mnafahamu, si ndio? Kwa hiyo kwa vyovyote vile, hata mtoto wa kiume akija kuzingua, akiharibika, anasema mama yake ndio alikuwa anamshirikisha. Kwa hiyo ni katika mazingira hayo ndio maana hata mtoto wa kiume akija kuharibika au akaharibikiwa, wengi wanakuwa wanaangalia mama yake. Ni kwa sababu labda kwa sababu ya mazingira aliyokuwa anatengeneza, kwamba wengi tunakuwa tunajua kwamba mtoto wa kike anakuwa hivi, mtoto wa kiume anakuwa hivi. Lakini hakuna wa kuweza kumlaumu mtu mwingine, kwa sababu mazingira yanabadilika sana, na teknolojia hii inapotupeleka, tusipowalea vizuri watoto wetu, mambo yatakuwa magumu sana, yatakuwa magumu mno. Tutabaki kulaumiana, halafu mwisho wa siku tunatiana pressure, mwisho wa siku tunaangamizana wenyewe. Tunaangamizana wenyewe. Kwa hiyo unaweza ukaona hali ilivyo, na hali kwa kweli ni mbaya sana. Yaani sasa hivi kila mtoto, hizi simu mnazowaachia haziko salama sana. Sisi kule shuleni tunasoma, tunaita cyber bullying, kwa sababu nasoma cyber security. Cyber bullying ni kwamba haya magemu anayokuwa anacheza au marafiki alionao katika mitandao, wewe unaweza ukadhani unampa simu au umemnunulia smartphone, unadhani kwamba anachati na watu wa kawaida. My friend, kuna kesi mbalimbali ambazo zimejitokeza. Wale watu wanaokuwa na chat nao, yani wanaweza wakawa wanaenda naye sawa hata 3 or 4 years, yani ana chat nao, anadhani kwamba ana chat na watoto wenzake, kumbe ni watu tofauti. Na magame haya wanaokuwa wanacheza, it's not safe. Hakikisha mtoto wako anachokuwa nakifanya
mtandaoni ukifahamu. Ukisema John chezea tu haina shida, unaandaa bomu. Watoto wengi wanakuja kuwa na depression kwa sababu wanakuwa attacked. Kuna familia moja niliwahi kutembelea, alikuwa na mtoto wake, yeye alimnunulia smartphone. Baada ya kumnunulia smartphone, baadaye yeye akawa na marafiki zake wanachati. Wakiwa wanachati zaidi ya miaka 4, yani wanaenda naye online wanachati naye. Baadaye wakawa wanamwambia tutumie picha. Unaona, yeye anawatumia picha za uchi, anatumia yani akiwa mtoto mpaka yani kwanza wamesafiri naye kwa miaka 4. Hebu fikiria miaka 4 mpaka mmejenga closeness, mpaka wanafikia hatua wana nani. Mwisho wa siku wakaanza kuzivujisha, wakamwambia if you don't send us money we are going to expose your pictures. Na kweli alikuwa threatened kwa sababu hawezi akamwambia mama yake au baba yake, akawa na depression. Ilimsumbua sana, ilimpeleka vibaya mno. Lakini nini chanzo chake ni nini? Mama hajui anachocheza, anachezea tu nani, hajui anao chati nao katika nani zake, kwa sababu kuna platform mbalimbali katika mitandao. Kuna watu wengine wanawasiliana nao live na wanaweka picha zao ambazo sio za kwao. Kuna jamaa linaweza likatengeneza picha ya mtoto, yani picha ya mtoto ambaye linadhani kwamba ndio huyo mtoto anayechati naye, kumbe wala ni jamaa mtu kabisa, mtu lizima, lakini linataka kumharibia huyu. Kwa hiyo ndugu zangu, ndio iko hivyo. Hali sio nzuri sana kwa watoto wetu, sio wa kuachia kiasi hicho mkazani ukateki for granted. Ni kweli wako, akili yao iko very fast, hasa watoto wa sasa hivi wako very fast. Tusipokuwa makini tutaharibikiwa. Na jukumu kubwa ni sawa, ni hata sisi wa baba, lakini na nyie wa mama kwa kiasi kikubwa tunatarajia mtoe mchango wenu mkubwa, kwa sababu tabia nilizonazo, mambo nilionayo mengi yanatoka kwa mama. Kwa baba tunakuwa tunaangalia majukumu ya baba ni yapi, au namna ya kuweza kukaa katika nani, lakini mengi sana hata kuzungumza tunaanza kwa mama. Eti aliyokufundisha wewe ni baba ni mama? Kufundisha sema baba, alikuwa ni mama ni baba? Tuje changamoto ambazo tunazozipitia wa mama, nimeziweka kama changamoto, lakini kimsingi ni kama ushirikishwaji. Ya kwanza ni utii. Ukisoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, ile sura ya 3 aya ya 18 mpaka ya 19, au anzia aya ya 10 uone aya ya 10 mpaka ya 19, uanze kuona kwanza majukumu. Mtume Paulo kwa Wakolosai anaanza kuzungumza majukumu ya mtoto, anakuja majukumu ya mama, anasema majukumu ya baba, anakuja anasema majukumu ya watu wote, anaelezea majukumu ya familia. Lakini mimi sitaki kuzungumzia majukumu ya watoto sasa hivi, wana watoto hawapo, na sitaki kuzungumzia majukumu ya wababa kwa sababu wababa hawapo. Nazungumzia majukumu ya kina mama. Anasema hivi kwamba, ndanukuu kwa sababu ya muda, kwamba enyi wake watiini waume zenu. Ukisoma ile passage ndio inasema hivyo. Lakini pia anakuja kwa wale wanaume, anasema enyi waume wapendeni wake zenu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa nini Mungu alisema kwamba watiini waume zenu, sio wapendeni waume zenu? Unajua, ngoja niwaambie kitu wa kina mama. Yaani Mungu huwa anakupa kitu ambacho hauna, anakudimandi kitu ambacho hauna. Tuko pamoja? Alisema watiini waume zenu kwa sababu nyie upendo mnao, kwamba from the very beginning unapoumbwa, as long as wewe ni mwanamke, upendo unao. Lakini utii hauna kabisa. Mungu alikunyima hicho, na ndio maana sasa Mungu anasema enyi wake watiini waume zenu. Haya, tunakuja kwa upande sisi wa kina baba, tunafahamiana
Sisi wakina baba kupenda, yaani sisi kutamani, tuko vizuri. Ndio maana mwanaume anaweza kalala na huyu akalala na huyu asitosheke, kwa sababu sisi tunatamani. Yaani sisi furaha yetu iko kwenye macho, hatuna upendo. Mpaka mwanaume anakuja kukupenda ni shughuli kweli kweli, ni shughuli kweli kweli. Na ndio maana Mungu anasema kwamba enyi waume wapendeni wake zenu. Kwa hiyo sasa tunakuja kwenu nyie sasa wakina mama. Kuna wakina mama wanaweza kusema, yaani mimi mwanaume huyu nampenda, lakini hata kuna nini hapendeki. Wewe upendo tunajua unao, lakini utii unao? Ndio swali hilo. Unaweza ukawa na upendo kweli, lakini kama utii hauna, mambo yataharibika. Na wanaume, na ngoja niwaambie kitu wa mama, wanaume wanapenda sana mwanamke mtii, wanapenda sana. Ukiwa na utii, mambo mengi yataenda vizuri. Na ndio maana wanasema mwanamke, utavunja ndoa yako kwa mikono yako mwenyewe. Maana yake ni nini? Wewe una jukumu kubwa, una power ya kuweza kuenda ile ndoa. Wanaume sisi hatuna nani. Ndio maana mwanamume, ukiangalia kati ya wajane na wagane, mwanaume anaweza akafiwa na mume wake, baada ya mwezi mmoja akaleta chombo kingine, ila mwanamke akifiwa na mume wake anaweza akakaa muda mrefu bila kuolewa, si ndio? Ukweli uongo? Ndio iko hivyo sasa, kwamba yani mwanamume yeye ni haraka sana kuweza kuakti, lakini wewe mwanamke una power ya kuweza kuilinda ndoa yako, una uwezo wa kuweza kuhakikisha kwamba maisha mengine yanaenda vizuri, hasa katika ndoa yako. Kwa hiyo ndugu zangu, msipolichukulia hii serious, mambo kila siku mtakuwa mnagombana. Kaa kimya. Inakuchukua nini kukaa kimya katika maisha ya ndoa yako? Ni kweli mengine yanauzi, lakini wewe umepewa moyo mpana katika familia, umepewa moyo mpana, umepewa moyo mpana, umepewa moyo mpana, umepewa moyo mpana, lazima uweze kuitetea utii. Na ndio maana sasa ukiangalia ile waraka wa Mtume Paulo kwa Efeso, ile tulikuwa tunasema kwa Wakolosai, ile wa Efeso sura ya 5 aya ya 22 hadi ya 23 inasema, anazungumzia kama ile ya Wakolosai, lakini hii ya Efeso anasema kwamba enyi wake watiini waume zenu, kwa maana wao ni kichwa cha mwanaume, ni kichwa cha mkewe. Yaani yeye ndio injini. Kwa hiyo utii ni lazima. Hakuna mwanaume yoyote, mimi ni mwanaume, hakuna mwanaume yoyote anayekubali kudharauliwa. Hakuna, hayupo. Mimi mwenyewe ni mwanaume, lakini nikiona mtu amenidharau mwanamke, najiona vibaya sana. Sasa sijajua, maana mimi sijaoa, lakini kule kwenye ndoa ndio mambo yanaweza yakawa mabaya zaidi. Wanaume wengi wanahitaji respect. Mwanamke ukiwa freedom fighters katika familia, mambo yatakuwa yanaenda ndivyo sivyo. Na wanaume sisi tuko very powerful, lakini tuko very delicate. Yaani sisi tuko powerful, lakini tuko very delicate. Kwa nini nasema hivyo? Kwamba mwanamume yuko powerful, lakini yuko delicate. Ukimpigia kelele hata mara moja, unamwogopesha vibaya mno. Mwanaume amekuja amechelewa, ukaanza kumpigia, nenda kule ulikokuwa, umeenda kwa wala zako, sijui kwa nini umechelewa, unampigia kelele. Haya, anatengeneza fear. Yaani kwa yale maneno yako uliyemgombeza, anatengeneza, hata kama ni janji, anatengeneza fear. Ndio hicho Mungu alichotuogopesha. Hicho Mungu ndio alichotupa. Kwa hiyo akija mara ya pili, akiona kabisa kwamba umempigia kelele, anasema sasa hapa nafanyeje? Anaanza kufikiria namna ya kuweza kujilinda. Sasa katika kujilinda, anasubiri sasa kwamba sasa kwa kila siku nakuwa napigiwa kelele, hebu ngoje nichelewe. Yaani yeye kwa akili yake anasema achelewe walau akukute wewe umelala. Kumbe ndo anazidi kuharibu zaidi. Yaani ndio tulivyo. Yaani ngoja nichelewe walau nifike saa 5 saa 6 nikute amelala, nifike tu na kujilaza. Kumbe ndo anaharibu zaidi. Lakini mambo yalianzia wapi? Huku anaogopa. Kwa hiyo wanaume tuko very powerful, lakini tuko very weak. Tuko very weak. Wanawake mwenyewe mko very weak, lakini mko very powerful. Kwenye ulimi unaweza kumfanya akaendelea kusurvive au akakata tamaa. Ningeweza kuambia mambo mengi
juu ya mambo yanayoendelea hasa ya nguvu za kiume katika ndoa, lakini hilo ni somo lingine, nitawafundishaga siku nyingine kwa sababu ya muda. Cha pili ambacho najaribu kuambia, kuna changamoto nyingine wa mama kutokutaka kuzaa watoto. Unajipangia nataka watoto wawili, my friend, unajimaliza mwenyewe kwenye ile mafundisho ya kanisa, lakini kwamba zaa watoto Mungu atakaowataka, Mungu awapendao, kwamba mmewekwa kuwa wanandoa, mzae watoto Mungu ambao atakao wapeni, sio nyewe mjipangie. Sasa hivi hata mabinti wengi wanaotaka kuingia kwenye ndoa wanakuwa wameshapanga kabisa, hey baby, tutazaa watoto wangapi? Ni wawili tu. Hey, my friend, you are killing yourself. Mimi naomba niwape kitu kingine. Mimi nyumbani kwetu tuko 11, baba mmoja, mama mmoja, na katika hao watoto 11 mimi ndo wa mwisho. Na katika hao watoto 11, yani ni kwamba pamoja na kwamba mimi ndo wa mwisho, lakini mimi pia ndo organizer na kuleta suruhu ya familia nzima. Unaweza ukaona sasa, hebu fikiria, mama yangu na baba yangu wangesema kwamba wazae watoto 4, wangepata wapi padri? Na mimi kati ya watoto hao 11 na mimi tu peke yake ndio nimekuwa padri, mimi tu peke yake. Kaka yangu alijaribu akashindwa, mwingine sijui akaenda seminari akafika mpaka form 6 akashindwa. Mimi tu mtupoli kutoka from nowhere, nimesoma kwanza, sijasoma seminari mimi, lakini nilitoka shule za kawaida kabisa. Baada ya kumaliza ndio nikaanza nikapata wito wa upadri, ingawa niliupata nikiwa mtoto. Babangu akawa ananiambia, hivi wewe utaweza kweli? Kwanza hujasoma seminari. Kaka yako huyu amesoma Itaga seminari kuanzia form 1 mpaka form 6 ameshindwa, wewe. Lakini kutokea hapo mimi tu ndo nimekuja kuwa padri. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba zaeni watoto mnao nani. Kwa hiyo baba yangu na mama yangu wangepanga kwamba wazoe watoto wangapi, kimsingi mambo yasingekuwa mazuri. Mama yangu, naomba niwaambie, mama yangu kwa sababu ya muda, mama yangu alianguka wakati anatoka ndani, akapigwa kikumbo na mjukuu wake. Anatoka nje na yani mjukuu wake anakimbizana na wajukuu wengine, anaingia ndani, mama yangu naye anatoka nje, wakakutana na mjukuu. Sasa mjukuu alikuwa na miaka kama ya 13, 14. Sasa mama ni mtu mzima walao, analingana kama na mama yangu huyu, tunaweza tukasema. Sasa wakakutana. Sasa mama, kumbuka wewe kwa umri wako ukutane na mtu mjukuu wa miaka 13 akupige pushi. Sasa akampiga pushi. Baada ya kumpiga pushi, mama yangu akaanguka amekaa. Katika kuanguka amekaa akapata fracture ya nyonga. Amekaa anajiburuza miaka 2. Anatembelea gunia, mama yangu huyu. Anatembelea gunia miaka 2, anajivuta. Siku moja nimeenda kumwangalia nikiwa frateri. Nikamwangalia, niliumia sana. Na nilipiga magoti kwa Mungu, nikamwambia Mungu, naomba umsaidie mama yangu. Basi siwezi nikamwambia mambo yaliyoenda, lakini nilipata msaada. Mimi ambaye kaka zangu tuko wanaume 9, wanaume 8, wanawake 2, 3. Kwa hiyo tuko 11. Kwa hiyo kaka zangu kati ya wale wote 7 hakuna mtu aliyeweza kumsaidia. Walikuwa wanamsaidia vitu vidogo vidogo, na wengine ndio walikuwa wanashauri aende kwa waganga wa kienyeji kwamba amerogwa. Lakini kutokea mtu mwisho kule ndio kamekuja kuwa msaada kwa mama. Na katika kuwa msaada wa mama nilipata hela ambazo nilimuomba Mungu, kwa kweli nikapata mtu akaja akanisaidia, akalipia milioni 2 kwenda kumfanyia matibabu, na wakamfanyia operation. Baada ya muda fulani akalikava, na mpaka sasa hivi ninavyozungumza, sawa, pamoja na kwamba umri wake umeenda, lakini anaweza kaenda shambani kwa watoto wake wao 11. Sasa wewe unakataa, unasema maumbo yangu nitachoka haraka. Eti nitachoka haraka nisizae watoto wengi. Wewe nani aliyekudanganya? Zaeni watoto jamani, kuna raha yake. Ya mwisho kwa sababu ya umri ya muda,
nilikuwa na mambo mengi ya kuweza kushirikishana. La mwisho basi ni changamoto nyingine mlionayo akina mama, na naomba muizingatie hiyo, kutokukata tamaa. Kutokukata tamaa. Mnakata tamaa sana. Msikate tamaa ndugu zangu. Magumu nayo mengi nafahamu katika familia zenu, lakini katika waume zenu mnapitia magumu mengi, lakini msikate tamaa. Msikate tamaa. Kwa nini nasema msikate tamaa? Kwa sababu mkikata tamaa hali inaenda ndivyo sivyo katika familia zenu. Ukishakata tamaa mama, umeteketeza familia yako. Kila siku na mara nyingi huwa nawapa mfano wa Mtakatifu Monica. Monica yeye alikuwa ni mama wa familia ambaye mume wake alikuwa ni Patriki. Katika Patriki alikuwa ni jamaa janti kweli. Yaani likifika Patriki liking'aka tu kidogo watoto wanaenda kujificha wakina Agustino chumbani uvunguni. Lilikuwa likali vibaya mno. Lakini Monica hakukata tamaa. Aliendelea kushikilia msimamo wake na kuombea familia na kusema kwamba sitaiacha hii familia, pamoja na kuwa na ugumu aliyokuwa anaupata, lakini bado hakukata tamaa. Sasa mbaya zaidi akazaa na watoto wa kina Agustino, nao ni mwiba, wakaendelea kumtesa, lakini hakukata tamaa. Akaendelea kushikilia pale pale, akasema mimi sitatoka na huyu mwanaume sitamwacha, lazima nitabaki kuwa hapa. Na kweli hakuacha, akaendelea kupiga magoti kanisani kila siku, anaomba, anamwambia Mungu, naomba unisaidie kwa huyu mwanaume. Mungu, naomba unisaidie. Miaka 30 wanasema. Mwisho wa siku nini kilichokuja kutokea? Kutokukata tamaa kwake, akaja akaongoa mume wake Patriki na mtoto wake Agustino, ambao sherehe yake ni tarehe 27 mwezi wa 8 na Agustino tarehe 28. Lakini nini kilichokuja kutokea? Ni kwa sababu ya sala alizokuwa anazifanya. Ukikata tamaa mama, familia imekwisha. Yawezekana kweli unapitia magumu mengi katika familia yako. Yawezekana kweli mume wako ni katili. Yawezekana kweli watoto wako wanakutesa, lakini usikate tamaa, usiache kuomba. Muda wa Mungu ni muda sahihi, na unapoomba Mungu hakikisha usimpangie Mungu nini akujibu, lini akujibu, akujibu wakati gani. Muache. Mtakatifu Monica pamoja na nani aliomba kwa muda mrefu, hakukata tamaa. Mwishoni mume wake anamwambia, mke wangu, nimekutesa vya kutosha sana. Najua nimekuumiza sana kwa muda mrefu. Naomba sasa nibatizwe. Naomba sasa niongoke. Naomba unisamehe. Na baada ya kuomba hivyo, anapelekwa kanisani, anabatizwa, anakuwa Mkristo kamili. Na sala zake hizo ndo zinamuongoa hata mtoto wake Agustino na kuweza kukutana na Mtakatifu Ambrosi kwa mahubiri tu. Mahubiri ya Mtakatifu Ambrosi yanamgusa na kuweza kusema nimezunguka sehemu nyingi, lakini hapa nimeona imani ya kweli iko hapa. Ndio anabadilika, anaongoka, anabatizwa na anakuwa Mkristo mzuri sana. Na baada ya kuwa Mkristo anauliza, naweza kuwa padri? Anasema kwa nini? Inawezekana. Anakuja kuwa padri, anakuja kuwa askofu, na mpaka leo tunasoma vitabu vya Mtakatifu Agustino. Lakini Mtakatifu Agustino yule hakutokea tu hivi hivi. Alitokea kwa nani? Kwa mama yake. Sala yake ya mama yake ndio ilivyofanya hivyo, na ndio maana mpaka leo hii tunavyozungumza, wanawake wote amini, Mtakatifu Monica ndio msimamizi na mwombezi wa kina nani? Wa mama. Ndio msimamizi na mwombezi wa mama. Na misa hii ya leo kwa kweli tutafanya kwa heshima yake na Mtakatifu Monica. Kwa hiyo ndugu zangu, tunayo mambo mengi, na sasa hivi mliniambia ni saa 1, lakini kwa leo naomba tuishie hapa kwa sababu ya muda, tuko limited sana, dakika 1, kwa sababu misa hiyo itakuwa ni haraka kidogo. Naomba ni